Hi, my name is Beatrice. I come here again juu ya kusema bila ilikuwa wakati nilikuja Germany. Niliolewa nikateseka na nilivyoambia hapo mbeleni. Vile niliteseka, Swiga mtu vile alikuwa anasema niangaliwa nikienda kwa duka yoyote, mimi ni mwizi. Nakwambia ndugu yangu, dada yangu, wakati mnakuja hii Europe, mnaomba Mungu sana, Mungu anamtembeza, Mungu anakuonyesha mahali hamtakutana na swiga muta kama ama mama ya Bwana ama baba ya Bwana mzuri. Na Mungu ukiomba Mungu, si ukuja kama vile nilikuja doe, vile hata kufikiria hata mtu anaombanga line za kukuja hii Europe. Nilikuwa nafanya kazi za ng'ombe, napea ng'ombe chakula, nafanya chochote, lakini huyo mama halikuwa haoni kama kitu kama hiyo. Lakini siku moja mimi nilikuwa nimeshangaa. Wakati mzee aliniletea sinda kabisa nikashindwa kabisa kukaa pale. Mzee wangu alienda tukachukua nyumba, lakini si mbali na mzee yangu, na nyumbani kwa mzee yangu ni hapo karibu. Alafu tukahama. Mzee yangu akaniambia enda shule, ndio ukimaliza shule kabla mwezi huu iishe tuoane, ndio sasa ukimaliza hiyo shule na tukioana ndio uanze kufanya kazi na mimi ndio upate makaratasi. Bwanangu alikuwa mzuri. Mungu amweke mahali alipo sahi. Mahali alipo Mungu mweke mahali alipo sahi. Na muombeanga Mungu kila siku, kila usiku, kila mchana. Juu mzee wangu alikuwa mzuri na ndio alituma nikakuwa niko Germany saa hizi. Dandangu, ndugu yangu, niliteseka. Mateso juu ya mateso. Nilikuwa nalia kila siku. Hata hii mwili nilipata saa hii juu mimi nasiangalia mwenyewe. Wala sina hiyo familia. Nilikuwa mwembamba. Nilikuwa nashinda ile. Hata nilikuwa naenda Kenya. Huko Europe. Unafanya kazi kutoka saa 11 asubuhi mpaka saa 3 ndio mnarudi ile nyumbani. Mmechoka hata TV hamwezi kuangalia, na mwisho wa mwezi, yani ukienda Kenya unaenda na shilingi 160 euro. Hiyo ndio kuolewa. Hiyo ndio mlikuwa mnaonanga. Mkiona watu wengi hapa Europe, msifikiria wanakuja kuchuna pesa nje ati kwa miti hivi, wanapitia masinda na masinda. Mimi nilikuwa naenda kama miaka 2-3 na 160 euro in Kenya. Sasa hii unaenda holiday ya miezi 3. Na Kenya si ati mahali utapata pesa zako sasa umeweka pesa zako utaenda kutumia. Nilikuwa nasifanya kama niko na pesa. Kasini yangu siku moja akanitukana akaniambia naendanga na bagi empty. Na ni kweli hivyo ndiye alikuwa ameona, na ni kweli ilikuwa hivyo. Yeye alikuwa naenda na, lakini sasa niwaambie kitu moja, tena mkikuwa ati mna pesa hapa na mnajua vile ile kitu inatuma ukae hapa Germany. Hiyo si sinda. Kasini yangu alikuwa ameolewa na mtu pint millionaire. Alikuwa naenda mpaka hii shule ambaki ilikuwa inababa 40 kilo ya Cutex mpeke yake na hype na spray na nini. Juu bwanake alikuwa na pesa. Lakini saa hii wakati aliwashwa akiwa empty. Alikuwa nakula, amekula raha. Passport 2 zikajaa ya kwenda Ulap holiday everywhere. My cousin. Lakini sasa analia masosi. Hana chochote. Kenya ana hata kuku. Afadhali mimi nilitulia. Niko na kila kitu. Niko na si kila kitu, lakini naweza kuenda niende kwangu. Waona? Lakini yeye ataenda wapi? Alinitukana siku moja tu amekanyanga mesa juu kule Riverside. Yule anajua Riverside na nyuki kuna kuja Manjoni. Alikanyanga juu akiwa ametoka Germany. Alinitukana klabu ikiwa imejaa hivi. Kaniambia naendanga nyumbani sanduku empty. Na kweli hivyo ndio nilikuwa naenda. Watu wananiona na ile sanduku kubwa na kengine kakufuta, wanafikiria nimejaza manguo. Hakuna. Singine nilikuwa napewa na wasichana. Anaambia sister zake, bwanangu
Na ni mama yake alikuwa anamwambia, si bwanangu alikuwa hana ubaya kabisa, lakini alikuwa anakontroliwa na family. Unaona? Na msitikie kukontroliwa bwana zenu ama mabibi zenu na family mkikuja Europe hii. Hiyo ndio kitu ya mbaya nilifanya, mjinga mimi. Naongojea tunakontroliwa na family. Mpaka mamake anamwambia washa nikashukuliwe nguo za sister zake, zile mzee si mzuri, si ile mzuri, zile mbaya ndio nilikuwa naletewa. Mimi na nyamaza, nilikuwa nataka kuongojea nyamaze nipate makaratasi yangu. Na wengi Kenya wengi hawana makaratasi na wamekuja before me here. Juu walipewa kasinda kidogo wakatoroka kabla wafumilie mateso na mangumi na kila kitu, apate ile kitu anatafuta. Hiyo ndio sinda ya Waafrika sisi. Lakini nilinyamaza, nikanyamaza mpaka ya mwisho nikapata makaratasi. Kupata siku ya kupata Umbu Free State yangu, mamake alikimbia mbele kwa kule kwa Umbu Free State, mahali unapewa visa ama makaratasi ya kukanjama. Akasema mimi sijaolewa na bwana yake na kijana yake mpaka tuoane tena. Mzee yangu tukienda tukaambiwa mpaka tuende kule, tuliwania kule kwa Burgomaster, huko anaitwa Burgomaster, lakini ni kama kwa sifu. Tukienda kuchukua huko, kumbe huko ndiye amesema sijaolewa na bwana yake. Na huyo mtu ndiye alinifanya harusi kusikanishwa na bwana yangu. Huyo alituambia hivyo. Ndio sasa tukaoana tena mara ya pili. Hapo mimi na bwana yangu ile sinda nilipata. Lakini Mungu alikuwa karibu na mimi. Ndiye akasema labda tuoane tena. Tena nikaanza mwaka mpya tena hapo. Nikakuwa ile miaka 4 imeisha. Hiyo si ndio ati nilikuwa Germany. Sasa saa hiyo ndio nimekuja Germany. Hebu niambieni dada zetu, mmejai kufanyiwa hivyo? Ndio nikimwambia mtu aweze kuongea na hii mdomo wake maneno yangu, ajui ile kitu nimepitia makali kama moto. Na nikafumilia kama hivi nafumilia saa hii, watu wakinionyesha hivi mdomo huko ubani nini, na ni watu wananijua kutoka Mombasa. Ndio mjue ile kitu nimepitia. Haya, ndio tukaoana tena. Sasa ndio tukaenda, tukapewa sasa visa ya miaka 2. Na sasa hivi nimemaliza miaka 4 tena mpaka nimalize miaka 2 tena 2 ndio nipewe makaratasi ya huko. Mzee yangu akakuja nyumbani, nimepewa visu ya kukaa Germany ya miaka 2. Mzee yangu akaandika email, akauliza mbona mimi nilioana siku hii na hii na hata karatasi ndio hii, lakini tumeambiwa hatujaoana, mbona bibi yangu apate makaratasi na amekaa 4 good years hapa. Ndio kesho yake. Na mimi sasa hiyo niko kwa maombi katikati, nasema ile adui na stop iishi kabisa in Jesus name. Lakini ukiita Mungu nampenda. Mimi naonanga watu wanasema naangalia Mungu juu, naona akinisekeza yani akiwa na furaha Mungu wangu, na mimi nakuwa na furaha. Hata siangalii yule anaongea maneno yangu baya ama mazuri. Ndio akapigiwa simu tukiwa kwa samba, tunakata miti kwa samba ya mtu, ndio alikuwa mkulima. Anaambiwa njoo, tulifanya makosa, bibi yako angepata Umbu Free State, yani makaratasi ya German last week imeisha. Tumefanya mbaya sana, I'm sorry, kuja mpati kesho saa 4 upate bwana bibi yako apate Umbu Free State visa ya German. Kesho yake saa 4 tulikuwa huko tukapata. Na mama alitoka nje akauliza mbona mnaenda wapi? Mwanangu akaniambia nyamaza. Nikaangalia mzee wangu nikamwambia akaniambia nyamaza mimi niongee. Akaambia mama yake tunaenda shopping. Hakumwambia tunaenda kwa visa. Lakini ni kama kitu ilimuonyesha. Ule mwanamke sijui alikuanga aje. Alikuwa anataka kujua kabisa tunaenda wapi. Juu wakati tunatoka na mzee wangu mpaka ajue mahali tunaenda.
Hebu mkiwa na huyo swigamuta wao mama step mother ya bwanako akiwa hivyo, ama mother ya baba yako akiwa hivyo, ya mzee wako, jameni, omba Mungu sana. Na mimi nilikaa kama mjinga, kila kitu na nyamaza, tukaenda tukapewa, tukakuja nyumbani. Sasa ndio hiyo kisa ikaingia sasa. Giza ikaingia sasa, ndio tukakuja Kenya, tukaohana. Tukakaa 8 years mpaka 2010. 2010 ndio tukakuja Kenya. 2019 tulikuwa tumekuja Kenya mara mbili, lakini 2009 ndio tukakuja Kenya, tukaohana mara ya pili pale na Nyuki Catholic, na harusi ya kanisa. Na walikuja marafiki wake wawili wa German Munich huku München na mzee wangu, tukawana. Ndio hapo hiyo siku ya kuohana ndio tukikuja alianza kusikia uchungu hapa upande. Sasa nikamwambia labda ni weather. Tukakaa, akasindiwa wakati tulifanya harusi kaisha, akasindiwa. Nikamwambia wewe sasa mwezi mzima umegojeka German na hukuenda hospitali, wacha nikupeleke hapa Kenya ndio usikie vizuri. Akaenda akapewa dawa, akaambiwa lakini ukienda German enda upimiwe vipimo mzuri. Mzee yangu alikuja, nikamwambia aende hospitali, akakataa. 6 months akamaliza. Ushungu ndio hiyo inamuuma inamkaranga vizuri. So ya mwisho nikamwambia sasa mimi nitakuacha hii usungu yako unashika na usungu usiku mzima, mimi silali na naamuka naenda kazi, tunaenda kazi huwezi kutoka, saa nyingine unaanguka. Hebu uende ukapimwa. Wakati alienda kupimwa alitolewa hii damu tu. Hii kutolewa hii damu, aliambiwa ukiwa umekuja na ngari, pigia na familia yako ikuje imchukue, uwezi peleka ngari tena. Sasa ndio hapo akapigia na kuambiwa ni nini saa hiyo. Alimuuliza ni nini, akaambiwa nitawaambia ukiwa mama yako ama babako ama sister yako ama brother yako akiwa hapa, you are one family. Haya, akapigia ndio akakuja sister yake na bwana ya sister yake, na mimi nilikuwa hapo. Akaambiwa huyu ako na kansa, na kansa ni ya mauri ya kifua, na mpaka hawezi kupeleka kutoka leo hii ngali tena, na sasa aanze chemo therapy ya kansa. Hapo ndio niliona njia zimeanza kugeuka. Wakaanza kuongea mbaya juu yangu sasa. Na huyu sasa itakuaje ukiwa imekuwa hivyo? Wanaulizana huko hospitali. Ndio tukashukuriana, tukaenda. Ndio walikuja bibi sister yake na bibi bwana yake. Ndio sister yake aende na hiyo gari, ama bwana yake aende na gari yao, arudi na gari yao ile walikuja naye. Ndio sasa sister yake naye atubebe na yetu. Hivyo ndio ilikuwa. Tukafika nyumbani, mama na baba kuambiwa na familia yote ikaitwa, wakaambiwa. Kutoka hiyo siku hata kusalimiwa ilikuanga sinda. Na sasa nikaanza hapo problem. Na sasa nitawaambia vile iliendelea. Wakati nitawaambia yote juu wakati huo mzee aliambiwa hiyo siku. Ndio tukaambiwa turudi tena kesho yake, ndio ashukue hii ajaze makaratasi, familia yake moja ijaze na mimi nijaze, ni second pale. Halafu ndio ambiwe how long I take ataka. Ndio tukaenda kesho yake, mama yake, mimi na sister yake na bwana yangu. Tuliambiwa mimi silikuwa na sijui basi hii kansa inaitangwa huku Krebs. Nilikuwa sijajua ama ni nini hiyo. Tukaambiwa huyu akona Krebs na atakaa only 2 years more that akai. Mimi niliwaambia Krebs si atapona tu, Mungu atamponyesha. Mimi ndio sikuwa najua ni nini. Sasa wananiangalia hivi, hawakuniongelesea mbele tena. Mimi nikanyamaza. Nikaambia mzee wangu, Mungu ndiye anakuponanga na hiyo utaponya, hiyo ni ugonjwa kidogo sana. Na sasa hiyo nikimwambia nilikuwa najua sijui ni Krebs ama ni kusema ni kansa. Sasa sijai kusikia tena. Waona. Sasa ndio tukaenda nyumbani. After that
Kila kitu sasa ikaanza from there problem. Shinda moja na moja, ingine na ingine tandangu. Nilipata shinda. Nivurundise pale nyuma. Wakati nilipata paper za German, nilipata mimba. Wakati nilipata mimba ikiwa na miezi 6, dadangu upende ukatae, brother upende ukatae, nilipewa maziwa. Wakati nilipewa maziwa nyumbani, tumbo ilianza kuniuma vile siwezi kusema. Nikapigia mzee wangu alikuwa kazini huku München, nikamwambia kimbia sana, mimi hapa niko sijui niko aje. Si yuko mzuri kabisa, ile tumbo inaniuma. Ambia mama akupeleke hospitali. Juu nilikuwa najua ni nani amenipatia ile maziwa. Nikamwambia mimi siambii mtu, hebu njoo unipeleke hospitali. Kabla mzee wangu akuje, damu inamwagika kama maji. Akanichukua na gari kufika hospitali, daktari aliangalia hivi akaniambia sasa mtoto hayuko tena, mpaka uoshwe ndio sasa usiharibike hiyo hata wewe tumbo. Na tena nilikuwa na uchungu, ni kama nimesaa kufa. Ile uchungu nilikuwa nayo. Nikatolewa ile mimba yangu. Tukaambiwa hawezi tupwa, huyo mtoto ni miezi 6, si wa kutupwa, ni wa kuchikwa kama watu wakubwa. Tuchukue tumpeleke kaburini yetu. Mama yake akasema na baba yake. Mama yake ndio alikuwa mbaya, wacha kuwekelea baba yake. Mama yake akasema huyo mtoto hawezi kuenda kwa hiyo kaburi yao. Kwa hivyo nitununue kaburi, na tulinunua hapa Munich. Mtoto wangu mpaka sasa naendaga kumwekea maua, na kalikuwa kakijana kutoka 2010 until sasa mtoto alikuwa na miaka ngapi. Ndio nawaambia mkue mnajua mahali mnaenda. Tena hiyo familia ilikuwa itaki hii kara ilikuwa shinda na hiyo family. Nikamwambia vile itaendelea ndio sasa. Wakati mzee yangu tukakaa ndio sasa ndio hiyo ugonjwa, hata tulikaa mwezi mmoja ndio aliambiwa ako na ugonjwa ya kansa. Kwa hivyo tungeweza kupata mtoto mwingine, kutafuta mtoto mwingine. Ndio hapo tuliselewa tukisema tutafuta pesa ya kujenga ile nyumba nilinyang'anywa, na tukajenga kabla hata mtoto hata tuoane. Ndio wakati tulioana tulianza kujenga ile nyumba, na nilinyang'anywa hiyo nyumba. Hiyo story nitakuja kumpea tena. Nitaendelea nitampea story yangu ndio mjue ile kitu inaendeleanga dunia hii. Mkikuja huku Europe, Mungu anamsaidia, mnapewa wazazi wazuri mahali mnakuja, na mnaomba sana Mungu anapoonyesha njia nzuri. Msikuja kukaa kama mimi vile ile niliteseka na mateso ngumu hapa na pale, na watu vile wananiongelesea hawajui mahali nimepitia. Tafadhali watu nawaambia, washani kuongeleseanga watu amjui hata mahali walimekaa, vile wanalala na mabwana sao, ama vile wanakaa na hiyo family amjui, lakini mdomo ndio number 1 nyinyi kusema vile kaka kameua bwana yake, kaka kamefanya, amjui ile kitu nimepitia. Lakini Mungu wangu mimi sijalangi juu Mungu wangu anajua. Na Mungu wangu ndiye ameniweka hapa mpaka sasa, si mtu wa dunia. Mtu wa dunia ukiwa wewe ni wewe Mungu. Ungisema kwa huku kusinyeshe kwangu kunyeshe, ama kwa huku usikuje jua kwangu kulikuje. Ukiwa mtu wa dunia ndio Mungu. Na ndio sio Mungu. Mungu ananyesanga mvua kwa kila mtu, adui hata ya Mungu, na Mungu ananyesanga mvua kwake juu yeye si mbaya. Yeye ni mwenyewe na yeye ni Yesu. Amen.